Kujidhabihu kwa mtu au kujidhabihu kwa mwanadamu kwa Mungu, maana yake ni hii. Nisikize kwa makini. Anazungumza kwenye kitabu cha Warumi sura ya 12 na ule mstari wa kwanza, anasemaje? Basi ndugu zangu, na wasihi kwa huruma zake Mungu, itoeni miili yenu iwe dhabihu iliyo hai, takatifu, ya kumpendeza Mungu, ndiyo ibada yenu yenye maana. Namna ya kwanza ya mwanadamu, ya mtu kujidhabihu kwa Mungu ni kujitoa, namna anavyoishi, namna anavyoishi, lifestyle yake, maisha yake yamekuwa ni dhabihu mbele za Mungu. Hiyo ndiyo maana ya kwanza ya mtu kujidhabihu mbele za Mungu. Kuna mtu mmoja anaongea hapa, jamani wapendwa. Namna ya pili, kuna kitu kinaitwa dhabihu ya sifa kwa Mungu. Waebrania sura ya 13 mstari wa 15 inasisitiza kuendelea kujitoa kama dhabihu ya sifa kwa Mungu, yaani matunda ya midomo yetu itakayomkiri au kulikiri jina la Yesu Kristo. Ni namna tunavyomsifu Mungu, tunavyomwabudu, na namna tunavyomkiri Yesu Kristo kuwa ni Bwana na Mwokozi wa maisha yetu. Namna ya kwanza ni namna tunavyoishi. Namna ya pili, vinywa vyetu vinalisifu jina la Mungu, vinainua ibada, vinalitukuza na kulikiri jina la Bwana wetu Yesu Kristo kama ni Bwana na Mkombozi wa maisha yetu. Hiyo ni namna ya kujidhabihu mbele za Mungu. Hiyo ni namna ya pili. Kuna mtu mmoja anaongea hapa, jamani wapendwa. Namna ya tatu, Waebrania 13 mstari wa 16 anasemaje? Lakini msisahau kutenda wema na kushirikiana, maana sadaka kama hizi ndizo zimpendezazo Mungu. Anazungumza namna ya tatu ya kujidhabihu ni namna tunavyowatendea wengine, namna unavyoleta impact kwa watu waliokuzunguka, kuanzia kwenye level ya familia, ofisini, jamii unayoishi, kanisani. Namna unavyowatendea wengine mbele za Mungu, hiyo inahesabika kuwa ni dhabihu. Kuna mtu mmoja ananielewa ninachozungumza? Dhabihu sio ile sadaka tu unayoleta mbele, sio tu fungu la 10 au fedha ya shukrani au matoleo fulani na machangizo ya kikanisa. Dhabihu ni uhalisia wa maisha ya mtu anayoishi wokovu wake. Bwana Yesu asifiwe sana. Namba 4, kuna kitu kinaitwa kutoa dhabihu ya Roho. Ukisoma kitabu cha, nisomee Zaburi ya 51 mstari wa 17, anasemaje? Dhabihu za Mungu ni roho iliyovunjika, moyo uliovunjika na kupondeka, Mungu hautaudharau. Anasema dhabihu za Mungu ni nini? Ni moyo uliopondeka. Kwa lugha rahisi, wale ambao mioyo yao imepondeka mbele za Mungu, mioyo yao ina hofu mbele za Mungu, inatetemeka, sio kwa uoga, kwa kumheshimu Mungu, watu wao wamejitoa dhabihu mbele za Mungu. Maisha ya wokovu ni uhalisia wa mtu anavyoishi, mtu anavyoyaona mambo na kuyachukulia, mtu anavyoyatazamia mambo na mwenendo wake. Nini anaongea, kinywa chake kinasema nini? Hiyo ndio maana ya dhabihu halisi mbele za Mungu. Wokovu sio unafiki, ila asilimia kubwa ya kwenye makanisa, sio Tanzania, dunia nzima, walokole wengi tunaishi kwa nini? Kwa unafiki. Tunajionyesha katika namna ya nje kana kwamba tunampenda Mungu. Maandiko yanasema yeye anayesema anampenda Mungu alafu anamchukia jirani yake, huyo ni nini? Ni muongo. Kwa hiyo upendo wa kwanza tutauona kwa Mungu. Kama mtu anampenda Mungu, tutaangalia namna anavyowatreat ndugu zake. Huyu mtu ana msaada kwa ndugu zake, ana moyo wa kujitoa kwa ndugu zake na watu wenye uhitaji.
Yesu akasema amri zote 10 amezirahisisha, akaziweka katika amri ngapi? 2. Moja, mpende Bwana Mungu wako kwa moyo wako na roho yako yote. Namba 2 nini? Mpende jirani yako, yoyote unayemwona mbele yako. Bwana Yesu asifiwe sana. Wakati msemo wa duniani unasema adui yako muombe njaa, lakini Yesu Kristo anasema mpende adui yako, mtangazie amani, mtangazie upendo. Waraka wa kwanza wa Petro, nitakusomea sura ya 2 mstari wa 5. Anasema ninyi nanyi kama mawe yaliyo hai mmejengwa muwe nyumba ya roho, ukuhani mtakatifu, mtoe dhabihu za roho zinazokubaliwa na Mungu kwa njia ya Yesu Kristo. Kuna kitu kinaitwa kutoa dhabihu za nini? Za roho, utumishi uliotukuka ndani yako. Mungu kama amekupa neema na vipawa za kumwimbia Mungu au za kufanya mziki, au ni mhubiri au ni mwalimu, au na neema ya uongozi. Unajua leadership ni moja ya gifti za Roho Mtakatifu. Vipawa vya Roho Mtakatifu viko 9. Unajua charity, hali ya kujitolea kusaidia wengine, ni moja ya vipawa vya Roho Mtakatifu. Unajua kipawa cha kupambanua na kutambua uwezo ulioko ndani ya mtu ni kipawa ambacho Mungu amempa mtu. Unatumiaje vipawa vyako Mungu alivyoweka ndani yako? Bwana Yesu asifiwe sana. Yesu ametuambia tuangalie wajane, yatima na wasiojiweza. Kuna wakati akasema nitakuja kuambia kwamba nilikuja nikiwa uchi, haukunivisha nguo. Utasema Bwana, mbona sikukuona? Nilikuwa nina njaa nikaja kwako, haukunipa chakula. Nilikuwa nina kiu nikaja kwako, haukunipa maji. Utasema mbona Bwana sikukuona? Mungu leo anaonekana kupitia watu. Sisi ni watu wa Mungu, iwe watu wameokoka au hawajaokoka, iwe waenda kwa waganga wa kienyeji, wote ni vyanzo. Mungu ndio aliyotuumba. Namna tunavyowatreat hao watu huko mtaani, maofisini, kwenye biashara, katika jamii zetu, inaleta picha. Ndio maana Yesu akasema sisi tufanyike kuwa ni nuru, tukaangaze kama taa iliyoko katika kilima. Watu wanapotuangalia waone ule mwanga, nuru ndani yetu. Yesu akasema tufanyike kuwa sisi ni chumvi ya ulimwengu. Kazi ya chumvi ni kuleta ladha. Maana halisi ya kusema sisi ni chumvi ya ulimwengu, kazi ya chumvi kisayansi na katika tamaduni za Kiyahudi huko, chumvi inahifadhi kitu kisioze, kisiharibike. Kwa hiyo sisi tukiwa kama ni chumvi ya ulimwengu, hatutaruhusu hali yote ya uharibifu iendelee kwenye maisha ya jamii, kuanzia kwenye familia zetu. Maandiko yanasema sisi ni barua, tukasomeke vizuri huko nje. Kwa hiyo dhabihu ya mtu kwa Mungu ni uhalisia wa namna mtu anavyosomeka na anavyoishi katika Kristo Yesu. Tukiwahubiria injili nyingine ya kuwafanya msisimuke, na tusipohubiria injili ya kusababisha nyie muwe na mahusiano mazuri na Mungu, au sisi tuwe na mahusiano mazuri na Mungu, tumpendeze Mungu ili tuweze kuingia mbinguni wote, tutakuwa tumekosea na lile dhumuni la Yesu Kristo kusema nendeni mkawafanye watu kuwa wanafunzi wangu, mkiwafundisha, kuwakamilisha watakatifu. Tumepewa neema kwa hiyo kufanyaje? Kuwakamilisha watakatifu. Neno la Mungu lipo kwa ajili ya kuonya, kufundisha, kutahadharisha, kuelimisha, kufariji. Leo Roho Mungu anaongea na kila mmoja, mpaka mimi anaongea na mimi, namna gani ya kujitathmini maisha ya wokovu tunayoishi. Kitabu cha Mika tumeona pale, Mika sura ya 6 mstari wa 6 hadi wa 8. Amesema, je, napomwendea Mungu nimwendee na nini? Kuwa stand by, mstari wa 8. Nimwendee na nini? Je, nitoe dhabihu? Nitoe ng'ombe na mbuzi wengi na kondoo wengi? Je, nichinje watoto wangu wa kwanza kama sehemu ya dhabihu ili niweze kupata access kwako wewe? Anasema hapana. Mstari wa 8 anasemaje? Mika 6 mstari wa 8 anasemaje? Nimkaribie Bwana na kitu gani, na kuinama mbele za Mungu aliye juu? Je, nimkaribie na sadaka ya kuteketezwa na ndama za umri wa mwaka mmoja? Je,
Bwana atapendezwa na 1000 za kondoo waume au na 10,000 za mito ya mafuta? Je, nimtoe mzaliwa wangu wa kwanza kwa kosa langu, mzao wa mwili wangu kwa dhambi ya roho yangu? Mwanadamu, yeye amekuonyesha yaliyo mema, na Bwana anataka nini kwako? Ile kutenda haki na kupenda rehema na kwenda kwa unyenyekevu na Mungu wako. Namba 1, kutenda yaliyo haki. Namba 2, kutaka rehema mbele za Mungu na kutenda yaliyo kwa njia ya unyenyekevu. Yaani hiyo ndio dhabihu ya kwanza, kuacha ile sadaka unayoitoa au mali unazozitoa. Hiyo ndio dhabihu ya nini? Ya kwanza Mungu anayoiangalia. Kwa sababu mtu anaweza kawa aenendi kwa unyenyekevu mbele za Mungu, mtu anaweza kawa hazitaki hata rehema za Mungu, mtu anaweza kawa asiishi maisha ya haki, lakini akawa ni mtoaji mzuri. Kuna mtu mmoja anaongelea hapo, mnapendwa, neno hili Roho Mungu amenitafakarisha, sio kwa ajili ya wewe unayekuhubiria, hata mimi mwenyewe ninayekuhubiria hapa. Ukiona mtu amesimama mbele atuhubiri wala kufundisha kwa kunyosha vidole kwamba nyie, hata huyo aliyopewa Mungu anampa message. Kuna sehemu akae vizuri na Bwana, au kuna sehemu akae vizuri na watu. Maisha yetu Mungu alipotuumba, ametuumba kutegemea hivi: mahusiano yetu sisi na Mungu na mahusiano yetu sisi na nani? Na watu. Kwa kadri tunavyozidi kuwa na mahusiano mazuri na Mungu, Mungu atatupa hekima ya kuwa mahusiano mazuri na nani? Na watu. Kwa kadri tunazidi kumpendeza Mungu na kumsikia Mungu na kumtii, tutaweza kuenenda na watu.